Sasa lije swali kwamba kama taarifa hizi zilikuwepo, hasa inakuwaje hamkuweza kubaini, hamkuweza kuzuia, mkaishia tu kwenye kudhibiti? Tuliloliona sisi ni kwamba walizidiwa na speed. Unaweza ukitizama nyuma huko, kuna matukio ambayo yamewahi kutokea. Kwa mfano tukio la 9/11 kule Marekani, taarifa zilikuwepo, lakini kutokana na speed walishindwa kubaini hasa ni kitu gani kinaenda kutokea. Lakini walikuwa wanaona kabisa kuna mapilot wanafanya training, kuna dalili kwamba watakuja kushambulia, lakini watashambulia wapi, saa ngapi, watakuja na nini, hivyo hatukuweza kupatikana. Na katika masuala ya intelligence kuna vitu vinavyoitwa intelligence lapse. Ni mapengo ambayo unapopata taarifa hupati taarifa yote kwa ujumla. Ni kama hadithi, unasimulia hadithi alafu na vipande humu ndani vinakuwa havipatikana. Lakini kingine ni hicho kwamba alichoelezea mzungumzaji aliyepita kwamba mbinu walizotumia ni tofauti na mbinu za kawaida. Mbinu za kawaida, maandamano huwa yanategemea yanaanzia sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Ni watu wanakusanyana, wanatoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine wakiwa na ujumbe na kadhalika. Kwa hiyo mategemeo yote ya vyombo vya ulinzi na usalama walikuwa wanategemea kitu kama hicho, lakini kilichokuja kutokea ni fujo zilizokuwa zinasambaa kwa haraka sana kwa kutumia pikipiki, lakini pia fujo zenyewe ziliambatana na kufanya uharibifu mkubwa, kuchoma vituo vya mafuta na kutawanyika katika maeneo mengi kiasi kwamba hata kazi ya kuzuia na yenyewe ikawa ngumu.